Ya, hujambo mpenda mtazamaji wewe ambao unakuwa unajiunga nasi Beyond Border Podcast. Unakuwa unatupata popote pale ulimwenguni, tunakuwa kabisa tunakuletea kwa mara nyingine tena kipindi chetu hizo ambazo unakuwa unapendelea sana na unajua ni kipindi cha Sauti ya Mkimbizi. Na leo tunakuwa tena ndani ya studio, mimi ni Esther Shubabu. Tutakuwa tunakutana na mgeni wetu kwa mara hii, tunakuwa tunamkaribisha. Jambo na karibu sana. Asante sana. Ni mara ya kwanza unatembelea leo, sijue umeona mapokezi vipi? Ya, nimeshukuru maana ni mara ya kwanza kama ulivyosema hapo awali. Nimefika na nimefurahi, mmenipokea vizuri. Watazamaji watakuwa na haja ya kufahamu wewe ni nani, unafanya nini? Ya, mimi naitwa P Relax. Unaweza kaniita C+, ila siku hizi naitwa The Father of Kakuma Music to the World. Ya, mimi ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya music hapa Kakuma. Pia mimi ni mwigizaji. Ya. Kwa leo tunakuwa na mwanamuziki mkubwa hapa Kakuma, yeye anakuwa baba wa muziki sasa hivi. The Father. Ya, sijue ulianzaje muziki wako? Muziki wangu kwanza kitambo sana nilikuwa na himba, tunaenda kuperform mashuleni, kitu kama hicho. Watu wakaniambia, lakini mbona unaweza? Hii kitu kipo ndani yako, unaweza ukafanya. Nikaona si vibaya nikiendelea kupambania kile ambacho kipo ndani yangu. Hadi sasa hivi namshukuru Mungu, kuna hatua tayari nimefika. Sijui kwa sasa umeshakuwa na hizo nyimbo zako ambao umetoa mwenyewe? Nyingi kabisa. Na hizo collabo zinakuwa pia? Ya, collabo zipo. Ni audio peke yake unafanya ama unafanya pia video? Nafanya video, audio, ya. Ya, muziki wako ulianzia hapa Kakuma peke yake ama pia sijui kwanza wewe ni mzaliwa hapa Kenya ama vipi? Mimi ni Mkongo na nimezaliwa Kongo. Hapa Kakuma na siku ndogo tu na muziki nilianzia Kongo. Hapa ni sehemu tu ya maendelezo ya muziki wangu. So unajua wengine wakienda kambi wanasema huko ni maisha magumu, siwezi endelesha kipaji changu. Wewe ulianzaje na ukafikia hapa Kakuma kuendelea kuimba? Inategemeana na ni nani huyo ambaye anaambiwa hivyo. Ila kwangu ni tofauti kidogo, maana mtu akiniambia hivyo inakuwa ni sehemu ya mimi kujiandaa ni jinsi gani naweza nikakabiliana na hizo changamoto. Ndio. Kwa nini umefikia kuanza kujiita baba wa muziki wa Kakuma hadi dunia nzima? Nasema The Father of Kakuma Music to the World. Ikimaanisha mimi hilo jukumu la kupeleka muziki wa Kakuma ulimwenguni nimepewa mimi. Yaani wale wasanii wengine hawajakuwa na hiki kipaji? Wapo, lakini nikishajiita The Father kuna wanangu pia. Kwa muziki wako kwa mwaka ambao tulimaliza 2025, uliona ni nani alikuzidi muziki hapa Kakuma? Upande wangu hakuna ambaye alinizidi, sababu mimi ni baba. Japokuwa kuna watoto, unakuta mtoto anakuja kabisa, ila mwisho wa siku anaishiaga kwangu, baba kuna hiki na hiki nitafanyeje? Kiufupi hakuna ambaye alinizidi. Na unafanya kitu gani ili uanze fikia kwa level hii ya juu sana? Je, unakuwa unaloga? Una wengine wanafikia wanaloga hivyo? Unajua muziki ni ubunifu. Na kwenye ubunifu unakuwa unajitahidi kufanya kitu ambacho ni tofauti. Mtu akiona sasa, mbona hiki kitu ni kizuri sana, naye anaiga kwako. Hakuna uchoyo wote, zaidi sana ni bidii tu na kuendelea kufocus, kukabiliana na changamoto. Utasikia wajui afanye hivi, wewe unawaonyesha sasa kama unaweza. Kitu kama hicho kimenisaidia sana. Sijui kwa muziki wako unaimba style gani? Mimi nachanganya, nafanya afrobeat na bongo. Ila mapiano zinakuja tunapiga. Unajua mara nyingi msanii ni mtu ambaye anaangalia upepo uko wapi. So naangalia upepo ukiwa wa mapiano, basi naingia humo. Tukienda tofauti tunaenda huko. As long as tu message ifikie mafans, ifikie mashabiki na wapokee kile kitu ambacho unakitoa. Je, ikitokea mtu mmoja hapa Kakuma anataka kufanya collab na wewe, sijui unakuwa unajipandisha sana ama vipi? Niseme katika wasanii ambao ni awanaga masifa, mimi ni msanii wa kwanza duniani, naweza nikasema hivyo. Katika wasanii ambao waga wajisifu, mimi ni wa kwanza. Maana huwa naongea na kila mtu, awe mkubwa awe mdogo. Japokuwa mimi ni baba, lakini siwezi kufanya makosa kwa wanangu. Sababu nikikuwa mkali kwa wanangu still wataniogopa, na mimi sitaki hivyo. Mimi ni baba mwema. Unajua wengine wanasemaga ningetaka kufanya collab na wewe jamaa, lakini sijui naogopa kukabiliana naye. Hapana, anakaribishwa yote yule ambaye atahitaji tu kufanya collab na mimi, anakaribishwa. Maana na mimi huwa nahitaji wengine, still na wao wanaweza kanihitaji, ni simple. Ndio. Na mtu gani sana alichangia kwa mafanikio yako ya burudani?
Kwa hapa kwanza. Kwa hapa. Yeah. Mimi naweza nikasema wasanii wote, maana mara nyingi huwa nakutana nao, tuna discuss kuhusiana na music na wenyewe wananishauria. Unajua hata wewe ni mkubwa, kuna maneno ya mdogo inaweza kukupush pia. Ndio. Na wao walivyokuwa ni wadogo huwa wananisaidia mashauri, mawazo, na mimi naangalia kiukweli mimi ni baba lakini natakiwa nifanye hivi ili nifike sehemu. Sijui muziki wako unajisupport mwenyewe ama kuna mtu fulani ambaye anakusupport? Kivyangu nasapotiwa na watu wengi sana. Kwanza ni mashabiki wangu ambao wanaopokea muziki wangu. Pili ni marafiki zangu, maana ni watu moja wapo ambao wananiambia nikiwa na muziki nimeuandaa na wafikia, mnaonaje hii ngoma? Iko sawa au haiko poa, rekebisha, kitu kama hicho. Upande mwingine mimi nasimamia lebo ambayo inaitwa Ambassador Music Label. Sasa hivi naweza nikasema ndo lebo ya kwanza hapa kambi. Ambayo inapeleka muziki duniani. So unajua ndo baba yuko. Ndiyo. Kwa hiyo na wao wako kwa hiyo safari ya kupeleka muziki duniani. Na wenyewe pia tunasaidiana. Istoshe Hope Studio na yenyewe inatusupport kitu kama hicho. Unajua wanamuziki wengine wanakuaga naimba alafu wanaleta beef. Sijui beef hivi unazichukuliaje? Kwanza naweza nikasema ni ushamba na ujinga na kutokufikiria. Maana ukiweka bifu, unajua kwenye maisha ukihitaji kufika sehemu ama ukihitaji mafanikio ni lazima upite kwa mtu mwingine. Sasa mfano ndo unaweka bifu na huyo mtu, je, utafikia mafanikio? Jibu hapana. Unajua wengine wanataka wa trend kwa bifu. Wapo, hususan sana mimi. Kuna wale wanakuja kabisa, unajua baba, kuna wale wanakuja kabisa wanaongea vitu ambavyo kiasi kwamba ukivisikia vinakuwa ni vya aibu. Lakini mimi siwezi sababu mtu anaanza bifu na mimi niweke bifu na yeye, hapana. Still mimi ni baba, nitamuita na kumweka chini na mwambie hapana, sio vizuri, fanya hivi inakuwa inasaidia. Sijui muziki wako unazeeka sasa hivyo ama ndio unataka kuacha muziki ama kitu gani? Hapana, muziki haujazeeka na mimi mwenyewe sijazeeka. Unajua muziki ni tofauti kidogo. Mpira mara nyingi mtu akifikia miaka fulani huwa ana retire, anaacha kabisa. Lakini muziki hata uwe mzee labda sauti ifungwe, lakini kama bado ipo una uwezo wa kufanya muziki. Ndio. Na unaona kwa miaka 5 ndio kuja hapo mbele utakuwa kama nani, ama wewe kipaji chako kitakuwa kwa level gani? Kwanza mimi uwaga sitaki kujilinganisha na mtu au kulinganishwa na mtu yeyote. Maana mimi ni mimi, nikilinganishwa na mtu nani atalinganishwa na mimi? So mimi nasimama kama mimi. Kitu ambacho nakifikiria sasa hivi ni kuendelea kupiga kazi ili miaka 5 ambayo inakuja nifikie malengo yangu ya kuwa msanii mkubwa, hususan sana kwenye kuipeleka muziki wa Kakuma ulimwenguni. Sijui ukiwa unapata support unaweza kuwa kwa mwezi unaweza kuwa natoa muziki moja. Bro, muziki wa hapa nyumbani ambacho kinaua muziki ni support. Lakini nasemaga upande wangu mimi nikimpata mtu ambaye anasema C+ tufanye kazi. Bro, watu wataogopa, na sio kuogopa tu, watakimbia. Yaani kwa mwezi unaweza kuwa natoa ngoma ngapi? Mara nyingi nitakuwa naangaliana na vibe. Maana kuna mtu anaweza akafanya ngoma 2 ama 3 kwa mwezi, lakini nikiona hii ngoma ni kali naweza nikapiga 2 mwanzo wa mwezi, inaenda hivyo, mwisho wa mwezi naachia ngoma nyingine. Ndio kama unajiunga nasi, tambua ni Beyond Border. Tunakuwa tunaendelea na msanii wetu ambaye tunakuwa naye home ndani ya studio. Sijui wewe hapa kaka mwanamke ama? Hapana, mimi sina mke. Na unajua wengine wanakuwa nasema jamaa anakuaga na cheat sana wademu, sijui hivyo. Kikawaida mimi sinaga hizo tabia za kuchiti mademu, I mean. Mimi ni muaminifu kwa yule wasanii wanaendaka na ingilia wademu wewe. Bro, watu wako tofauti na mimi sio kama wale. Sawa sawa. Tabia za kuchiti mimi sinaga. Mimi ni muaminifu kwa yule ambaye ananipenda basi. Na kabla tufikie mwisho wa muda kama na huu, sijui unaweza tuachia kidogo ya nyimbo na tupigia kapela hapo ambao mnataja neno Beyond Border? Kupiga kapela afu ni weke hiyo Beyond Border. Nyimbo yangu ama nyimbo yoyote? Nyimbo yoyote unataka tu. Kwanza asante Mungu kwa kunifikisha hapa nilipo.
Sauti unaisikia inatokea Beyond Border, ni hawa wanasababisha tupatane. Ya tuachie hapo. Unajua ukienda na mengi watu watakuja wanasikia yote na alafu ni mengi mazuri. Ndugu yangu, kwa sikia leo utakuwa na shauri gani basi kwa wanamuziki wengine? Kitu ambacho naweza nikawaambia ni kuwa wapambane na waache kufocus na vitu ambavyo havina faida. Ukizingatia bifu zinakuwa hazileti faida kwa wasanii. Maana msanii chipkizi anaweza kaona mtu mzima anaanza bifu, yeye anapenda anze bifu na si kumfundisha. Mimi music yangu naelimisha na burudisha na pia naimba hizi nyimbo za mapenzi. Kwa hiyo msanii akiona unaanza bifu, still atatoka kwenye malengo yake. Kwa hiyo bifu kwenye muziki haitosaidia. Kikubwa wapambane na waendelee kupiga kazi. Nina imani watafanya vizuri. Kwa muda wako kama kuna ziada tunashukuru sana. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, kama ndio unaendelea kufuatilia Beyond Border, sisi tunakuwa tunakuletea vipaji vya wale ambao wanakuwa nawafuata kabisa. Tunapatikana opposite kabisa na Autorite. Tuko mfensi mmoja na Fit Gang. Sisi ni Beyond Border. Mimi ni Esther Shubabu. Tukutane kwa vipindi vingine, ila usikose kulike, kushare, kusubscribe na kuweka comment yako. Huku upande wa ufundi unashikiliwa na Chris Santos.